pia. Tunapenda kusoma, kuandika na kuzungumza Kiswahili vizuri. Kiswahili kinatuunganisha sisi sote. Tutaikuza lugha yetu kwa bidii na heshima. Pamoja katika Kiswahili tunaweza kufanikiwa. Shikamoo mabibi na mabwana. Jina langu ni Francis Migera Naeli. Nasomea katika kidato cha 3A. Hii ni klabu ya Kiswahili na tunaenda kuonyesha hadithi ya kobe na sungura. Tunahusika kama sungura, kobe, simba kama jaji, tembo, twiga, ndege na wanyama wengine. Mimi niko msimulizi pia. Hebu tuanze. Siku moja wanyama wote walikusanyika msituni. Kulikuwa na furaha kubwa, lakini sungura alikuwa anatembea kujivunia sana. Ndiye mkimbiaji bora kuliko wanyama, anaweza kumshinda. Ni kweli, sungura anakimbia haraka sana, lakini anajivunia. Sungura si vizuri kujivunia, kila mnyama ana uwezo wake. Wewe kobe unatembea polepole sana, huwezi hata kumshinda. Naweza kushindana na wewe kwenye mbio. Mimi nitakuwa tata shindano haya. Je, muko tayari? Mimi niko tayari pia. Pia zilipangwa. Wanyama wote walikusanyika kuangalia. Tunakaribia mwisho. Anikimbia kwa kasi sana. Kobe alianza polepole lakini hakusimama. Kobe bado yuko nyuma sana. Sungura alilala chini ya mti akapata usingizi mzito. Wakati huo kobe aliendelea kutembea polepole hatua kwa hatua. Angalia kobe hachi kusogelea. Anajitahidi sana. Baada ya muda kobe alimkaribia sungura aliyekuwa amelala, akampita kimya kimya, akaendelea hadi mwisho wa mbio. Tunakaribia mwisho. Kobe, endelea. Kobe, kobe, endelea. Hafla sungura aliamka. Nimechelewa. Sungura alikimbia kwa kasi sana, lakini alikuwa amechelewa. Hongera kobe. Samahani kobe, sitajivunia tena. Hadithi polepole ndio mwendo. Huu ndio sungura alikuwa anatembea kujivunia sana, lakini alikuwa ameshinda. Kwa kawaida si vizuri kujivunia. Kila mnyama au mtu ana uwezo wake. Shikamoo mabibi na mabwana, wazazi wapendwa, walimu na marafiki. Jina langu ni Kiera Shinaksha na umri wa miaka 7. Nasomea katika kidato cha 1. Leo na furaha kubwa kusimama mbele yenu. Nashukuru walimu wetu kwa kutufundisha vizuri. Nashukuru wazazi wetu kwa kutupenda na kutusaidia. Mwaka huu tumejifunza kusoma, kuandika na kushirikiana vizuri. Asante sana, Mungu awabariki. Asanteni kwa kusikia na kuangalia hadithi yetu ya kobe na sungura. Kwaheri.